hii ni nafasi kwa vijana wapya ambao tumekuwa tukijaribu kuwatoa huko chini, kuwaleta huko watu hawajua, kuwatafutia platform ya kukuza tactical awareness yao. Gego tumemwona kwa mara ya kwanza akicheza juzi hapa, maybe inaweza kwenda kwa mechi yake nyingine. Paul Peter amecheza hapa, ameanza, inawezekana hii mechi yake nyingine anakwenda kuanza. Hawa ndo watu ambao tunatengeneza sio tu kwa ajili ya AFCON ya hii ya mwaka huu, lakini kuna AFCON ambao tutakwenda kuhost wenyewe miaka 2 mbele huko. Nayo inahitaji wachezaji. Wachezaji hawa kama hawakucheza mechi nyingi za kimataifa pia itawapa shida wao. Kwa hiyo inaweza kutumika kama sehemu ya kujenga wachezaji wadogo au wapya kwenye national team. Nadhani ni exposure kwa wachezaji. Mchezaji ikitokea mchezaji amescore kwenye mechi kama hii, anaingia kwenye record, lakini pia unapocheza na taifa kama hilo, haiwezi kuwa the same na mataifa ambayo kipindi cha nyuma tulikuwa tunacheza na Malawi, watu walikuwa wanasema mbona kila siku Msumbiji, Malawi na kadhalika, lakini leo tunavuka hatua zaidi, tunakwenda mbele, inatusaidia kuwatengenezea ama kuwajengea wachezaji nafasi zao binafsi kushindana kwenye mashindano ya kimataifa, kwa sababu baada ya hapo tutakuwa tunakuja kwa ajili ya kufuzu AFCON, tutakuwa tunakuja kwa ajili ya kombe la dunia nyingine zaidi. Kwa to me naweza nikasema ni mechi kubwa ambayo ni mechi nzuri ambayo hata kidogo mchezaji hawezi kuichukulia katika ukawaida wake. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwetu ni nzuri zaidi. Mechi ngumu, mechi nzuri, lakini experience ndio ambayo inamata hapa, kwa sababu angalia aina ya wachezaji ambao Hemedi Morocco aliwaita, utaona ni wachezaji ambao wengi wanahitaji kuongeza experience. Kapombe haipo kwenye hichi kikosi, Shabalala haipo kwenye hichi kikosi, Samata, Msuva hapo kwenye hichi kikosi, lakini wachezaji wengi waliopo ni vijana chini ya miaka 30 ambao ndio inaweza ikawa kitu kikubwa, kwa sababu kuna AFCON 2027 ambao tutaandaa sisi wenyewe, ni miaka 2 tu ijayo. Lakini imagine kuna AFCON mwaka huu ambao itaanza Disemba pale nchini Morocco. Unaanza kutengeneza mazingira ya kupata uzoefu kwa wachezaji kwenye michezo mikubwa. Na ukumbuke timu za taifa hazichezi mechi nyingi kwa mwaka. Utaona kwenye kalenda labda ya FIFA na mashindano tofauti inaweza isifikisha hata mechi 10-15. Kwa hiyo unapopata mechi ya intensity ama kasi na nguvu ya kiwango hichi, unaipata mechi nzuri kwa ajili ya kuwapima na kuwapa uzoefu wachezaji kwa ujumla. Kwangu mimi kocha Hemedi Morocco, inawezekana yeye kiufundi na kimbinu kuna kitu ambacho anakiangalia kwenye ujenzi wa timu yake kuwapa wachezaji, lakini wachezaji wale ambao watapata nafasi, nadhani huu ni mchezo ambao wanapaswa kwenda kurejesha imani ya Watanzania. Kumfunga Iran inawezekana ikawa ngumu, lakini walau watuonyeshe standard. Kama sio zile pattern za uchezaji uwanjani, basi walau tumuone Isra akitoa top performance. Tumuone Paul Peter, tuseme kwamba bwana tunaenda naye Paul Peter kama striker mwingine nje ya Selemani Mwalimu, Mbwana Samata, lakini Paul Peter alituonyesha kwenye mechi dhidi ya Iran kwamba tunapaswa kwenda naye kwenye AFCON. Unapocheza na yule ambaye amekuzidi na ukafanikiwa kupata matokeo mazuri, maana yake kwamba inakutengenezea nafasi nzuri ya wewe kupanda nafasi kubwa zaidi. Kwa hiyo hii ni fursa. Hii ni sehemu ya kipimo na ni sehemu ya kuweza kuiendelea kuiandaa timu yetu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars izidi kuwa timu shindani katika mashindano mbalimbali.